Uaminifu haununuliwi, uaminifu unajengwa. Mtazamaji wangu, Rais William Samoei Ruto yuko upande wa Mlima Kenya, anazidi kuendelea na ziara zake za kuweza kuzindua miradi na kuweza kutoa ahadi kwa watu wa Mlima Kenya. Lakini katika miradi hii na kila ambacho kimekuwa kiweza kuzidi kuendelea, nimekuwa nikiweza kufuatilia chini ya maji kuweza kupata kuelewa ni vipi ambavyo kiongozi wa taifa letu Rais William Samoei Ruto ameweza kufaulu kuweza kugather this big crowd ambayo imekuwa ikiweza kuzidi kuonekana kila ambapo amekuwa akiweza kuenda. Na wakati ambapo nimekuwa nikiweza kufanya uchunguzi wangu kiumakini kindani, nimeweza kupata kwamba wale ambao walikuwa wameweza kuhudhuria ila ambayo ni mikutano ambayo ilikuwa ikiweza kuzidi kuonekana au kuweza kufanyika, mtazamaji wangu, ni watu ambao walikuwa wameweza kulipwa ili kwamba waweze kukuja kutengeneza au kuweza kujaza mkutano huo ambao ulikuwa wa Rais William Samoei Ruto. Nakumbuka vyema kabisa kwamba uaminifu haununuliwi. Uaminifu, watu hukuamini kwa kila ambacho umeweza kukifanya. Na hivyo basi kuweza kumpatia mtu pesa, hiyo haimaanishi kwamba ataweza kukuamini. Ndiposa ndani ya makala haya, mtazamaji wangu, tunaenda kuzungumzia mazito ambayo yameweza kutokea upande wa Mlima Kenya. Na mtazamaji wangu, Rais William Samoei Ruto kuweza kuzindua mtaro upande wa Mlima Kenya, ambapo imeweza kugundulika kwamba alikuwa ameweza kuzindua mtaro, na pia wale ambao walikuwa kiweza kuzidi kuhudhuria mkutano wake ilikuwa ni watu ambao wamekuwa wameweza kulipwa ili kwamba waweze kukuja kujaza mkutano huo. Kabla sijaweza kupoteza muda wako au kabla hatujaweza kupoteza muda, ningependa iwapo ni mara ya kwanza kuweza kutana na sura hii, tafadhali mtazamaji wangu, like video hii. Cha pili ni unibonyezea alama nyekundu iliyoandikwa subscribe iliyoko chini ya video hii. Kwa sekunde moja tafadhali jiunge nasi kwa kuweza kubonyeza alama nyekundu iliyoandikwa subscribe iliyoko chini ya video hii. Asante sana kwa kuweza kujiunga nasi popote pale ulipo. Karibu ili kwamba tuweze kuendelea. Now, Rais William Samoei Ruto, there was a time I told you kwamba ataweza kukuja kuwa a one-term president. Na mtazamaji wangu, wengi waliweza kukuwa wanakubaliana na mimi, na kuna wale pia ambao waliweza kukosa kukubaliana na mimi kwa kila ambacho niliweza kukizungumzia. Na kwa sasa imeweza kuonekana peupe kwamba mtazamaji wangu, Rais William Samoei Ruto upande wa Mlima Kenya ni kwamba wale watu ambao wanakuja kujaza mkutano wake ni watu ambao wameweza kupewa kitu, watu ambao wameweza kulipwa. So mtazamaji wangu, you can imagine, iwapo watu hawa wananunuliwa ili kwamba mkutano uweze kujazwa, ni kipi ambacho kinaweza kutokea huku mbeleni? That means that watu hawa wanaelewa kitu ambacho wanakifanya. Watu hawa ambao wameweza kuchukua pesa hizo wako hapo biashara, uwapatie pesa uende. Lakini 2027 wana kura zao ambazo wataweza kumpatia mtu ambaye wataweza kumpenda, mtu ambaye wataweza kumtaka aweze kukuja madarakani na aweze kuzidi kuwaongoza. That's why I'm saying that mtazamaji wangu, mambo yameweza kuchemka. Iwapo Mlima Kenya ingekuwa kwa kweli nampenda vyema kabisa, vibaya kabisa, au vizuri kabisa Rais William Samoei Ruto, basi siku ya leo mtazamaji wangu, upande wa Mlima Kenya, huyu ambaye ni Kimani Ichung'wah, sidhani kama angekuwa ameweza kufanywa kila ambacho aliweza kutendewa siku ya leo. I'm very sure that we have all seen, tumeweza kuona kile ambacho kiliweza kumtendekea Bwana Kimani Ichung'wah, na kwa kweli kitu hiki kimeweza kuzidi kuzua mjadala na kimeweza kuonyesha taswira na picha mbaya kidogo. Manake si kama vile ambavyo tulikuwa tumeweza kutarajia au kama vile ambavyo tulikuwa tukiweza kuona kwamba this is what might happen. So mtazamaji wangu, huu ni ujumbe tu ambao unazidi kupelekwa kwake Rais William Samoei Ruto aweze kujua kwamba watu wa Mlima Kenya wameweza kuchoka na kila ambacho kimekuwa kikiweza kuzidi kuendelea. Uongo, wameweza kuchoshwa na ahadi ambazo hazitekelezeki, ahadi ambazo hazifanyiwi kazi. And remember very well, watu hawa kutoka Mlima Kenya ndio watu ambao waliweza kujitokeza 2022 kuweza kumpigia Rais William Samoei Ruto kura. Lakini kwa makosa ambayo iliweza kutendeka au kitu ambacho kiliweza kuharibu kila kitu, mtazamaji wangu, hapa ni wakati ambapo Rais William Samoei Ruto aliweza kumuondoa Rigathi Gachagua madarakani.
ni wakati ambapo finance bill iliweza kupitizwa kwa lazima, hadi wakati na ambapo vijana waliweza kupoteza maisha ndiposa ikaweza kutolewa. Ni wakati ambapo mambo ya kuweza kuharibika, ni wakati ambapo Ndindi Nyoro ameweza kutolewa pia katika bajeti kuu ya serikali. Bila kumsahau mtazamaji wangu huyu ambaye ni gavana wa Meru. And remember very well kwamba wale wote ambao wamekuwa kiweza kutolewa ni kutoka upande wa Meru. Swali likiwa limeweza kukua ni je, iwapo Justin Muturi ametolewa, iwapo huyu ambaye ni Ndindi Nyoro ametolewa, Rigathi Gachagua ametolewa, huyu ambaye alikuwa gavana wa Meru pia ameweza kutolewa, Kawira Mwangaza, ni ujumbe huu ambao unazidi kuelekezwa kwa watu wa Mlima Kenya kwamba si lazima kura zao ziweze kukua hapo. So watu wa Mlima Kenya wanaonea kwamba kwa kile ambacho kinazidi kuendelea ni kwamba ni usaliti mkubwa ambao, mtazamaji wangu, I want to lie or I don't want to speak what is not there, lakini kusema ukweli mtazamaji wangu ni kwamba kule upande wa Mlima Kenya hakukaliki. Upande wa Mlima Kenya wameweza kudecide ama kuweza kuamua na kuchagua kiongozi ambaye wanamwamini kwamba huyu ndiye ambaye atakuwa mtetezi wetu, huyu ndiye ambaye ataweza kutufikisha mahali ambapo tunafaa na tunatakikana tuweze kufika. So lazima uweze kupata kuelewa, lazima you might get to understand that taifa letu hiki na hiki na hiki ndicho na ambacho kinazidi kuendelea, au hiki na hiki ndicho na ambacho viongozi wetu wanazidi kukichimba au kuweza kukipanga kwamba kiweze kutokea 2027. And lastly, we all see kwamba, mtazamaji wangu, ni peupe kwamba Mlima Kenya watu wameweza kununuliwa. Mlima Kenya watu wamekuwa wakiweza kuzidi kujaza mikutano yake kiongozi wa taifa la Kenya, na kupitia hili mtazamaji wangu, wanahabari wengi wamekuwa wakiweza kuchapisha katika mitandao ya kijamii kuweza kuonyesha jinsi na ambavyo wamekuwa wakiweza kuzidi capture au kuweza kupata taswira na picha ya kila ambacho kiko Mlima Kenya. And mtazamaji wangu, Mlima Kenya imeweza kutuma ujumbe mzito kupitia viongozi ambao ni wa Mlima Kenya, na imeweza pia kudhibitishwa na kuzungumziwa kwamba kwa yule ambaye aliweza kupanga ile ambayo, au watu ambao waliweza kumsumbua Seneta Medhu, huyu ambaye ni Ndindi Nyoro, mtazamaji wangu, si Ndindi Nyoro, Kimani Ichung'wah. For those people who heckled for Ndindi Nyoro, fununu ambazo zimekuwa zikiweza kutembea ni kwamba alikuwa ameweza kuenda kule, lakini watu ambao walikuwa wameweza kufika hapo waliambiwa kwamba they heckle wakati ambapo huyu atakuwa akiweza kuzungumza, waweze kuhakikisha kwamba they boo to make sure kwamba Kimani Ichung'wah hazungumzi kule upande wa Mlima Kenya. Japokuwa sina uhakika na hilo, lakini mtazamaji wangu, hicho ndicho na ambacho Mlima Kenya imekuwa ikiweza kuzidi kuonekana kwamba kimekuwa kikiweza kuzidi kuibuliwa na kuweza kutendeka. Nina swali moja tu ambalo ningependa niweze kukuuliza wewe kama mtazamaji wangu wa channel hii pendwa ya Ghafla News. Nina swali moja tu ambalo ningependa niweze kukuuliza wewe kama mtazamaji wangu. Do you think kwamba Mlima Kenya iko upande wa Rais William Samoei Ruto? Do you think kwamba wale watu wote ambao wanajaza mkutano wa Mlima Kenya ni watu ambao wako upande wa Rais William Samoei Ruto? Ningependa sana mtazamaji wangu uweze kutupa maoni yako kwenye comment section, na pia tena usahau kuweza kujiunga nasi kwa kuweza kulike video hii na kunibonyezea alama nyekundu iliyoandikwa subscribe iliyoko chini ya video hii. Nafahamika kama Mr. Brighton Timmy. Bye bye for now and I'll see you guys in our next video.